Ndugu zangu watazamaji, mimi naitwa Donald Madeje Lupa. Sio mara yangu ya kwanza kutoa mtiririko wa maelezo haya, lakini katika kipindi kilichopita nilizungumza habari za vyama vya siasa na vyama vya upinzani, na nimefafanua kwa kirefu sana kuhusu upinzani maana yake nini, lakini kwa upande wa ujamaa nilikuwa sijaeleza vizuri. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yetu ni ya ujamaa, na waasisi wetu walipoanzisha mfumo huu wa ujamaa walitumia akili nyingi sana na maarifa makubwa kusimamia ili uwe katika njia ambayo itakuwa ni ya amani. Kwa msingi huu ujamaa ulianzishwa kwa lengo la maelewano pamoja na mazungumzo. Sasa kwa sababu ujamaa ulianzishwa kwa njia ya uhuru wa kutoa mawazo na kujenga, basi nimeona ni vema niweze kuelezea hasa ujamaa maana yake nini. Halafu tuje tuone huu mfumo wa vyama vingi ambao tunasema ninausemea na wenzetu wanasema vyama vya upinzani, ili niweze kuelezea zaidi, lakini nataka nieleze maana ya nchi yetu ya Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, nchi hii ni ya ujamaa. Sasa ujamaa maana yake nini? Ujamaa maana yake ni undugu. Nimezima. Ujamaa maana yake ni uzalendo. Hii ndiyo maana ya uzalendo kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nchi yetu hii, waasisi walipoamua yaanzishwe kwamba mfumo wa ujamaa, ni kwamba walithamini na waliangalia undugu na uzalendo. Vile vile Tanzania ni nchi ya demokrasia, na demokrasia maana yake nini? Demokrasia maana yake ni mazungumzo. Mazungumzo vile vile ni maelewano. Maelewano na kubadilishana mawazo. Kubadilishana mawazo kwa nia na lengo kubwa la kuijenga nchi. Kuijenga nchi. Ukiangalia maana ya ujamaa, unaona kabisa ni kwamba nchi hii ni ya undugu na uzalendo. Kwenye demokrasia tuna mazungumzo, tuna maelewano, tunabadilishana mawazo kwa ajili ya kujenga nchi yetu. Halafu nchi yetu vile vile ni nchi ya vyama vingi. Vyama vingi. Vyama vingi vya siasa. Kwa mujibu wa katiba yetu ni kwamba Tanzania ilikubali kuanzisha mfumo wa vyama vingi vya siasa, sio vyama vya upinzani. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ukifungua katiba iwe ya CCM kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho, hautaweza kuona swala la vyama vya upinzani. Ukifungua Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, neno hili kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho, hauwezi kuona vyama vya upinzani. Katika hotuba yangu iliyopita ile nilisema hivi, ili vyama hivi vya upinzani ni imported, tumeviimport kutoka nje. Na wenzetu walitumia muda mrefu sana
kuhakikisha hivi vyama wanaviweka sawa sawa kama nilivyoeleza mwanzoni. Lakini hapa sisi tunaendeshwa na vyama vingi vya kisiasa, vyama vya kiujamaa, vyama vya kindugu, vyama vya kizalendo, vyama vya kidemokrasia. Na demokrasia ni maelewano, ni mazungumzo, maelewano, kubadilishana mawazo kwa ajili ya kuijenga nchi. Hii ndiyo Tanzania yetu. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba Tanzania yetu ni nchi ya ujamaa, ni nchi ya demokrasia, ni nchi ya vyama vingi, sio vya upinzani. Nimezungumza nikasema kwamba upinzani kwenye katiba yetu hapa hamna. Wapinzani wote wako msituni. Maana wapinzani ni kwamba wao wanataka serikali yao na wanataka katiba yao. Sasa hapa tunaongozwa na katiba moja. Katiba moja. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio kiongozi wetu. Sasa kwa sababu katiba yetu ni moja na tunajenga nyumba moja, hatuwezi kuweka vyama vya upinzani, na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakataa hiki kitu hakijasajiliwa. Kwa hiyo hata vyama hivi vinavyosema ni vya upinzani vinajiita, hapa hatuna chama cha upinzani. Ndio maana hata wakati fulani ukiitwa kwamba ni muhaini, kuna tatizo, kwa sababu kitu tunachoking'ang'ania hakipo katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kusema hivyo, ninataka tu niseme kwamba vyama vya upinzani, mpinzani ana nia yake, yani hakubaliani na kila kitu. Lakini kwenye vyama vingi vya siasa vya kiujamaa, kizalendo, kindugu, kimazungumzo na kubadilishana mawazo kwa ajili ya kujenga nchi, hakuna swala la vita. Lakini leo hii kumekuwa na vurugu na manyanyaso mengi na kelele nyingi ambazo hazina msingi. Kwa hiyo nasema kwamba vyama vya upinzani Tanzania hakuna. Wapinzani wote wako msituni, maana hawa wana nia ya kupindua na wana nia ya kutengeneza katiba yao na wanavyoona wao inafaa. Lakini kwa Tanzania sisi hatuna hicho chama, vyama vya upinzani hatuna. Na ile neno la upinzani kwanza nani alilileta? Maana kwenye katiba ya Jamhuri hamna hili jina, ni kama limepachikwa tu na kutuharibia hali ya sura yetu ya nchi yetu. Lakini nchi yetu ni nchi njema, ni nchi ya vyama vingi, ni ya kisiasa, ni ya kindugu, ni ya kidemokrasia, na inaongozwa kwa mfumo huu. Hata wabunge waliokuwepo vipindi vilivyopita vya nyuma, bunge lilikuwa na wabunge wengi wa vyama vya siasa ambavyo leo wanajiita ni vyama vya upinzani, ambavyo hakuna chama cha upinzani Tanzania. Walipokuwa wamechaguliwa, walitii katiba ya nchi, walimheshimu rais, na walikuwa kiapo kwamba nitailinda katiba. Sasa unaona, huwezi mpinzani hawezi kufanya biashara hiyo. Mpinzani yeye anapinga, anataka serikali yake na anataka mambo anayoona kwamba yeye anafaa kwa upande wake. Kwa hiyo Tanzania, ndugu zangu, upinzani hakuna. Na hata unapoona kuna msuguano sasa hivi, msuguano upo kwa sababu mimi ninasema wapinzani, na wapinzani Tanzania hawapo. Kwa hiyo lazima kutakuwa na shida tu. Kwa hiyo mimi nasema kwamba Tanzania hakuna upinzani, na upinzani wote wako msituni. Na la mwisho ambalo nataka nimalizie kwa sehemu hii ndogo ni kwamba nina hotuba ambayo ninaileta baada ya muda si mrefu, ambayo inaelezea kwamba Mama Samia ambaye ameteuliwa